Yesu alisulubiwa katika udhaifu. Umeelewa sasa ni kwa nini Paulo anasema katika udhaifu wangu ninatimilika katika Kristo? Ni kwa sababu katika udhaifu wako ulisulubishwa pamoja na Kristo katika udhaifu. Halo. So wakati Yesu aliposulubishwa msalabani, ni udhaifu wako ulikuwa unasulubishwa ili upatiwe nguvu kupitia kwa neema yake. Rudia. Maana alisulubiwa katika udhaifu. Lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Maana sisi nasi tudhaifu katika yeye. Lakini tutaishi pamoja naye. Umeona? Kwa uwezo wa Mungu uliokuu. Umeona? Uwezo wa Mungu uko ndani yako. Ingawa tunahesabika kuwa wadhaifu, lakini tunahesabika kuwa wenye dhambi ndani ya Kristo. Tunafanyika kuwa wenye watakatifu wa Mungu ndani ya Kristo. Hatuonekani kuwa wenye dhambi ndani ya Kristo. So dhambi ililipiwa gharama. Usikiza. Hapo ndio tunaenda sasa. Ni nini ilifanyika msalabani? Hapo ndio tuko. Leo tunaangalia kitu tu kimoja ambayo tutakuja kufanya topic yake, lakini leo tutaiangalia tu kidogo. Ni nini ilifanyika msalabani? Katika points tulizokuwa tumezifanya last week, ongeza ya kwamba Yesu alitukomboa kutoka kwenye dhambi msalabani. God delivered us from sin at the cross. Hiyo ndio kiini ya kufa kwa Yesu msalabani. Ndio maana anasema ya kwamba udhaifu wetu ambao ni dhambi ilisulubishwa pamoja na Kristo msalabani. For through he was crucified, through weakness, yet delivered by the power of God. The reason why you live is because you are in God. Sababu kubwa inayofanya wewe uishi ukiwa na nguvu ni kwa sababu una nguvu ya Mungu ndani yako. Hello. Sikiza, Mungu hangojei uwe na nguvu ndio akufanye kuwa mwana. Anakufanya kuwa mwana hata kama uko ndani ya udhaifu. Maandiko yanasema hata wakati tulikuwa tumekufa, kitabu cha Efeso 2 mstari wa 1 mpaka 4, ya kwamba hata wakati tulipokuwa tumekufa alitufufua pamoja naye, akakufa pamoja naye, tukazikwa pamoja naye, tukafufuka pamoja naye, na sasa tumeketi pamoja naye. Hakungojea tujirekebishe ndio atukubali, lakini Yesu alitukomboa hata wakati tulipokuwa ndani ya udhaifu. Requirement ya kufa kwa Yesu msalabani ilikuwa ni dhambi. Nitarudia. Requirement ya Yesu kufa msalabani ilikuwa ni nini? Yesu hangekufa msalabani kama hakungekuwa na dhambi. Umenikamata? Na ndio maanake shetani anacheza na jina dhambi, kwa sababu anajua ukijua vile dhambi ilifanywa amekosa maana. So kila wakati anakuambia vile wewe ulivyo mwenye dhambi. Baada ya hapo akaona haiwezekani akiwa peke yake, akatafuta agents. Agent wa shetani ni dini. Dini ikakuja ikakwambia kwamba no, hauwezi kusamehewa hivyo tu. Hadi Mungu alikusamehe hivyo tu? Hapana, lazima ufanyie kazi. Ufanye nini? Utubu kila siku. Mtu mmoja nikamuuliza, kama wewe unasema lazima utubu ili usamehewe, itakuwaje leo ukifa kama hujatubu? Itakuwaje? Baba, tunakuja mbele zako, tunaomba msamaha wa dhambi ambazo tunajua na zile ambazo hatujui Baba. Yaani wewe unaomba usamehe dhambi ambazo unajua na zingine haujui. Katika requirement ya msamaha hainanga hiyo.
ya kwamba hatujui. Kitabu cha Proverbs inasema ya kwamba yule anaficha dhambi zake katika Agano la Kale huwa hastawi. So ni utaje dhambi yako kwa jina. Kama unataka kutubu dhambi yako, si useme zingine ujui, ni lazima ujue uzitaje. Hiyo ndio requirement ya kusamehewa dhambi katika Agano la Kale. Kama uliiba, utafute kondoo. Mimi ni mwizi, niliiba. Mimi nilifanya ukahaba, mimi nilifanya hivi. Unataja dhambi kwa jina lake, si ukuje kwa kondoo useme hii ya leo ndio ninajua, hizo zingine sijui. Hiyo sadaka haiwezi kubalika. Sadaka ilikuwa ukileta ya kondoo ni useme dhambi zako zote kwa hiyo kondoo. Mimi niliibia mtu jana, nikaongea uongo, nikafanya hivi, nikafanya hivi, nikafanya hivi, nikafanya hivi. Sasa wewe kondoo, unapoenda huko peleka hizo madhambi zangu huko. Hiyo ndio ilikuwa yame. Lakini hakuna mahali kwa Biblia mzima ulikuwa unakuja kwa kondoo. Leo nimeongea uongo baba. Hii dhambi yangu itie kwa kondoo. Alafu kuna dhambi zingine sijui zilifanyika vipi, hata zingine sijui nafanya aje. Ninaomba hizo pia uende nazo. Hakuna requirement ya kusamehewa dhambi katika Agano la Kale ni utaje dhambi kwa jina. Waachana na hii story watu wanakuambia uanze kusema ati mimi Mungu nisamehe dhambi zile ninajua na zile sijui. Hiyo ni ignorance. My friends, kusamehewa dhambi katika Agano la Kale iligharimu. Huwa unaweka maanani dhambi zile umefanya. Dili ukikuja kwa kondoo, uweke yote isibaki hata moja kwako. Na hakuna kusema ya kwamba ati ile ujui, sijui upia iwekwe hapo. Hapana, ni useme kwa jina. Dhambi za mwaka mzima. Halo? Amen. Achana na hii watu wa dini wamekuwa agent wa shetani. Wanakuambia ukitubu dhambi unasema ya kwamba baba kuna zingine ambazo sijui. Baba tunaomba utusamehe madhambi yetu. Yale ambayo tunajua na ile ambayo hatujui. Hiyo ni unafiki bana. Wewe utafanya aje dhambi na ukose kujua? Halo? Amen. Hapo ndio utovu wa wokovu huko. Kitovu ya wokovu iko kwa dhambi. Siku ile utaelewa vile Yesu alifanya kwa ajili ya dhambi, umekuwa huru. Nitarudia. Siku ile utaelewa ni nini Yesu alifanyia dhambi, utakuwa huru. Na hiyo ndio nataka kuwafundisha leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msalabani Yesu alijitwika ghadhabu zote za kulipia dhambi. Hebu rudia hiyo aya. Wakorintho. Yes, mstari wa 4. Anzia moja ndio tuelewe. Hii ndiyo mara ya tatu. Ya mimi kuja kwenu. Okay. Kwa vinywa vya mashahidi 2 au 3. Okay. Kila neno litadhibitishwa. Okay. Nimetangulia kuambia na kama vile nilipokuwapo mara ya pili. Vivyo hivyo sasa nisipokuwapo. Nawaambia wazi wao waliotenda dhambi tangu hapo. Na wengine wote ya kwamba nikija sitahurumia. Umeona anazungumzia kuhusu wakina nani? Waliotenda dhambi. Kwa kuwa mnatafuta dalili ya Kristo. Kwa sababu asemaye ndani yangu. Yes. Ambaye si dhaifu kwenu. Okay. Bali anaweza ndani yenu. Okay. Maana alisulubiwa katika udhaifu. Lakini anaishi kwa nguvu za Mungu. Okay. Maana sisi nasi tudhaifu katika yeye. Okay. Lakini tutaishi pamoja naye kwa uwezo wa Mungu uliokuwa. Mstari wa 5. Jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Okay. Jidhibitisheni wenyewe. Okay. Au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu. Umeona? Hiyo anadili na swala ya dhambi. Na amedili na hiyo swala ya dhambi in short form. Kwani hamjui? Umesikia amezungumzia kuhusu nini? Kujua. Swala la dhambi ni kuhusu kujua, si kuhusu maombi. Nitarudia. Swala la dhambi Mungu
alideal nayo, lakini ili consciousness ya dhambi, dhamira hiyo iisha katika maisha yako, ni lazima ujue ni nini ilifanyika kuhusu hiyo dhambi. Ndio maana yake anawauliza, kwani hamjui? Halo? Kwani hamjui? Hamjui? Kwani hamjui? Msalabani ghadhabu ya Mungu ilimwakia Kristo. Kitabu cha Marko 15. Kitabu cha Marko 15. Hebu soma mstari wa 22. Wakamleta mpaka mahali paitwapo Golgotha. Yaani fuvu la kichwa. Wakamleta Kristo mpaka mahali palikuwa panaitwa Golgotha, fuvu la kichwa. Wakampa mvinyo iliyotiwa manemane. Asiipokee. Wakamsulubisha. Kitabu cha Wakorintho imesema Yesu alifanya nini? Alisulubishwa. Kwa ajili ya nini? Ya udhaifu wetu. So wakati Yesu alipokuwa anasulubishwa, ni udhaifu wako ulikuwa unasulubishwa pamoja naye. Unanielewa? Wakagawa mavazi yake. Hiyo ni topic tutakuja kufanya siku nyingine. Wakayapigia kula kila mtu atwaye nini. Ni kweli? Basi ilikuwa saa 3. Ilikuwa ni saa 3. Nao wakamsulubisha. Okay. Endelea. Palikuwa na anwani ya mashtaka yake iliyoandikwa juu. Mfalme wa Wayahudi. Ni kweli. Na pamoja naye walisulubisha wanyang'anyi wawili. Mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Basi andiko likatimizwa linenalo, alihesabiwa pamoja na waasi. Umeona? Yesu alipokuwa anasulubishwa, alisulubishwa katika udhaifu wetu. Udhaifu wetu, kitabu cha Marko inatuambia ni kuhusu wanyang'anyi na wezi waasi. So kama wewe ulihesabika kama muasi, kama ulihesabika kama mwenye dhambi, maandiko inasema ya kwamba Yesu alihesabiwa pamoja nao. Sikiza, ametumia jina kuhesabiwa. Hii ina maana ya kwamba yeye hakuwa hivyo. Unanipata? Yeye hakuwa hivyo walivyokuwa, lakini alihesabiwa kuwa kama wao, akahesabiwa kuwa muasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So alipohesabiwa kama muasi, ni wewe ulimsulubisha Yesu na uasi wako pale. Si eti Yesu alikuwa muasi, si eti Yesu alikuwa amebeba uasi. Katika kutembea kwa Yesu kote duniani, hakuna mahali alikuwa mwenye dhambi. Kutoka kuzaliwa kwa Yesu mpaka msalabani, hakuna mahali alikuwa mwenye dhambi. Yesu alifanyika dhambi msalabani alipokuwa anamaliza hiyo maneno. Lakini katika maisha yake akitembea duniani, hakuwa mwenye dhambi. Maandiko inasema ya kwamba alikuwa ni hana mawaa. Haleluya. Kama vile kondoo alivyokuwa anatembea tembea, alafu mtu mmoja anaenda anamwambia kondoo, leo njoo twende ukanisimamie kuhusu dhambi yangu. Kondoo akiwa hana mawaa anakuja kuhesabika kama dhambi. Yesu alifanyika kuwa dhambi ili wewe usabika kuwa mtakatifu. Alihesabika kuwa mwasi ili wewe usabika kuwa mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Swala la dhambi lilifanya Mungu aache uungu wake, aache kiti chake,
akuja kae kama mtu amkomboe mtu. Unajua ni mambo ya ajabu. Hawezi kuyaelewa na kichwa, unaelewa na roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwingine atauliza, "Mbona Yesu akae mpaka hiyo vizazi vyote bila kuja kukufa? Hivi tu juzi akuje kukufa saa hiyo. Sasa kukufa kutoka mwanzo kule." Mungu ni Mungu wa order. God gives you freedom. Mungu hakupeleki kama inaitwaje? Robot. Hapana. Alimwambia mwanadamu, nimekuumba, nimekupatia dominion. Nenda. So hawezi kuwithdraw kile alipatiana. Ni wewe ushindwe, akuje atafute njia. Halo? Sasa yeye alishindwa mwanadamu, naye akasema mwanadamu hawezi shindwa, nami nitatengeneza mwanadamu mwingine atawasaidia. Anaitwa substitute. Halo? Amen. Endelea. Kitabu cha Marko ndio tuko 15. Nao walikuwa wakipita njiani. Soma mstari wa 32. Kristo, mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani tupate kuona na kuamini. Wale wazee wakamwambia, wewe kama mtu unasemaga wewe ndio kiongozi hapa. Si uchuke hapo tukuone. Wewe ulikuwa unajifanya hata unaweza jenga nyumba na ukabomoa kwa siku 3. Sasa wewe uko si utoke hapo. Shuka hapo juu. Wakaanza kumdhihaki. Tulisoma kwa Isaya. Wakaanza kufanya nini? Kumdhihaki. Wakamtemea mate. Wanamwambia wewe si ujiokoe. Lakini Yesu alivumilia yote kwa sababu alijua anamkomboa mwanadamu kutoka kwa hiyo kero ya dhambi mara moja na ya milele. Halafu hata wale waliosulubiwa pamoja naye wakamfiolea. Wakamfiolea. Hiyo Kiswahili ni kali, wakamfiolea. Kizungu ndio ni kama kumfiokea kwa Kiswahili ya kisasa, sio? Ni kama kumsonya, sio? Kumwambia wewe naye si ulikuwa unasema kwamba wewe una nguvu, sasa si ujitoe hapo juu tukuone. Kwani nguvu zako zikienda wapi? Si ujitoe, alafu endelea. Na ilipokuwa saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote. Kulikuwa na giza juu ya nchi yote. Hata saa 9. Hapo ndio Roman government ilitoa siku inaanzanga saa 6 usiku. Zarudia. Hapo ndipo Roman government iliweka asubuhi inaisha saa 6, usiku unaanza saa 6. Ndio maana yake ikifika saa 6 haitwi tena AM, inaitwa PM. Kwa sababu hata wao walishangaa giza inawezaje kukuja saa 6, na ili kukumbuka wakaweka hivyo. Mpaka leo watu hufikiria kwamba siku inaisha saa 6 usiku na nyingine inaisha saa 6 mchana. Hebu soma vizuri unielewe. Kuna kitu nataka kukupatia pale. Soma tena. Na ilipokuwa saa 6, palikuwa na giza juu ya nchi yote. Okay. Hata saa 9. Na saa 9, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu. Yesu alipokuwa msalabani, maandiko inaniambia kwamba akiwa amebeba dhambi za ulimwengu mzima, giza likaja. Kwa sababu Yesu alikufa kiroho kwanza kabla hajakufa kimwili. Tarudia. Yesu alikufa kiroho kwanza kabla hajafa mwili. Kwa sababu Mungu alitoka ndani ya Kristo akamwambia, sasa ni wakati wako wa kulipia gharama ya dhambi. Na kwa sababu Mungu hawezi kuunganishwa na dhambi, akaondoka na Mungu akakaa kando amuone mwana akibeba dhambi. Maandiko inaniambia ya kwamba katika msalaba kuanzia saa 6 mpaka saa 9 watu wote wakashangaa
giza limetoka wapi? Lile giza ilikuwa ni picha ya kuonyesha Yesu amekufa kiroho, kwa sababu mwanadamu alipoasi pale Edeni alikufa kiroho. Sikiza, alipokufa kiroho Kristo akafa kimwili. Alipomaliza tu kusema Eloi Eloi lama sabakthani akafa. So transition ya kumtoa mwanadamu kutoka kwenye kero la dhambi kuingia katika umilele ili mgharimu Kristo kuachana na Mungu kwa masaa 3 mpaka kufufuka kwake. Unanielewa? Tarudi. Taka ushike. Ninaposema ya kwamba Yesu alikufa kiroho alafu akafa kimwili, na maanisha ya kwamba Yesu amekuja kutuzaa kiroho, kama vile alivyomwambia nani? Nikodemu. Kilichozaliwa na mwili ni mwili, kilichozaliwa na roho ni roho. So kuzaliwa kwako kiroho ili mgharimu Kristo kukuchukua katika status ya ufu, akawa mfu kama wewe, ili akukomboe akulete katika nuru yake. Halo, sio kama unanielewa? Naomba unielewe. Haleluya, naomba unielewe tafadhali. Masaa 3 kazi kubwa ilifanyika. Kwa masaa 3 ya hiyo giza, kila kitu duniani ilibadilika. Miaka, kila kitu. Miaka last time ilikuwa inaenda kinyuma nyuma, kutoka pale ikaanza kwenda mbele mbele. Kifo cha Yesu, kila kilibadilika kingine. Agano likaisha, kama vile tulivyosoma tukaona ya kwamba hekalu ilipasuka mara 2. Maandiko inasema ya kwamba wakati hekalu lilipopasuka mara 2, uongozi wa kuhani ukafika mwisho. Kristo akawa ndiye kuhani, so ikawa tena hatuwezi kutoa kondoo kama sadaka, hatuwezi kutoa kondoo kama dhabihu. Hello. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu? Amen. Ili mgharibu Mungu kumtoa mwana alipe gharama ya dhambi. Hebu sikiza. Kitabu cha wa Korintho wa pili 5 mstari wa 20 na 21. Basi tuwajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasihi kwa vinywa vyetu. Okay. Twawaomba nyinyi kwa ajili ya Kristo. Anza 19. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo, akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Akiupatanisha ulimwengu kwa nafsi yake. So nafsi ya Kristo ni nafsi ya Mungu. Wakati nafsi ya Yesu ilipokuwa msalabani, nafsi ile ambayo sio mtu, ni yule anayebeba roho, hiyo nafsi ni ya Mungu. Na kwa sababu Mungu ni roho, yeye kiroho akaondoka na mwanadamu akafa kiroho na akafa kimwili kumkomboa mwanadamu kutoka kwenye dhambi. Haleluya. Amen. Utakapoelewa siri ya msalaba, ni nini kilifanyika pale, utakuwa huru katika maisha yako. Halo. Amen. Maandiko inasema ya kwamba Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Sikiza hiyo msemo. Haijasema Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Nataka kuwapa mfano. Nataka kuwapa tofauti. Maandiko haijasema Yesu Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Imesema Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kwa sababu Kristo ni jina la mwili wa Mungu. Wakati mtu hufa hata leo, roho yake huwa haifi.
Roho yake huwa ifanye nini? Lakini mwili ndio ufanya nini? Lakini it is so amazing ya kwamba pale msalabani Mungu, roho ya Kristo ilikufa ili akomboe mwanadamu kutoka kwenye dhambi. Kwa sababu ile roho ya mwanadamu ilihitaji identity. Sikiza, kuna tofauti wa roho ya Mungu na roho ya mwanadamu. Spirit pneuma. Spirit roho na spirit ya mwanadamu. Ndio anasema roho wa Yesu na roho wako zikiunganishwa ndio zinazaa mtoto anaitwa mpya. Yule roho wako ambaye huwa uko naye, ambaye hajakuwa regenerated, huyo ndiye alikuwa regenerated wakati Yesu alikufa. Kwa sababu yule roho ambaye ni wa kibinadamu huishi ndani ya wanadamu, lakini amekufa. Huyo roho anakuwa hai wakati Yesu anaingia ndani ya moyo wako, wakati unapomkubali. Na ndio maana yake unaitwa kiumbe kipya kiroho. Halo? Sijui kama unanielewa? So Yesu alipomaliza akasema namna gani? Hebu rudia hiyo aya. Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ndio. Asiwahesabie makosa yao. Asiwahesabie makosa yao. Makosa yako haihesabiwi tena kwako. Makosa yako imehesabiwa kwa Yesu. So Yesu alibeba gharama yote iliyokuwa ni yako ili wewe ukatembee ukiwa na uhuru. Msalabani ndipo penye matumaini ya waaminio. Hello? Amen. Kama Yesu hangekufa msalabani tungekuwa na shida. Leo hapa tungekuwa na watu wa kuuza kondoo wamejaa kule nje. Wanataka wauze kondoo ndio waniletee nitoe dhabihu. Basi vijana wangepata kazi kwa vijana. Walikuwa wanaenda huko wanatafuta kondoo wanaleta. Lakini kwa sababu ya vile Mungu anatupenda, alitoa mwana wake kama kondoo iliyokuwa imewekwa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu, ili tutakapokuwa tumemwamini Kristo tunahesabika wenye haki. Hebu sikiza aya inayofuata. Yesu alihesabiwa kuwa mwenye dhambi. Yeye hakuwa mwenye dhambi. Yesu ni kuhesabiwa, alihesabiwa kuwa mwenye dhambi kwa ajili yako. Endelea. Naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Okay. Basi tu wajumbe kwa ajili ya Kristo. Kana kwamba Mungu anasiri kwa vinywa vyetu. Sasa unapomkubali Kristo na unapokubali kifo chako msalabani, kwa sababu Yesu alipokufa ni wewe ulikuwa unakufa. Ni lazima ukubali ya kwamba ulikufa msalabani. So kifo chako kilifanyika msalabani. Saa hizi haufi, unalala. Ndio maana yake Yesu alikuwa anawachanganya. Anamwambia rafiki yako Lazaro imekuwaje? Akasema rafiki yangu Lazaro nimepata ujumbe ya kwamba amelala. Unasemaje? Rafiki yangu, hiyo ni kitabu cha Yohana 11. Si ndio? Yohana 11. Ya kwamba rafiki yako Lazaro amelala. Na yeye Petro akamwambia Yesu, kwa sababu najua ni yeye alimwambia, haisemi ni nani, lakini najua yeye alikuwa anaongea sana. Akamwambia, ndugu, Yesu nawe unataka mchezo sana. Sasa kama Lazaro amelala si ataamuka. Kwani shida iko wapi? Si akilala atafanya nini? Akamwambia, hapana, simaanishi hivyo. Unamaanishaje? Nimewaambia Lazaro rafiki yangu amelala. Sasa iko shida gani? Ataamuka. Kama amelala atafanya nini? Akamwambia, simaanishi hivyo, na maanisha Lazaro rafiki yangu amekufa. Sasa mimi
Wakaanza kuwithdraw. Mimi siwezi enda na wewe huko. Si unajua huko ulikuwa unataka kupigwa mawe hivi karibuni. Halo? Amen. Kwa sababu kwa Yesu unapomwamini hauitwi umekufa tena. Maandiko yanasema wewe unahesabika kama mtu amelala. Halo? Amen. So, kifo chako halisi ni wakati ulikufa pamoja na Kristo msalabani. Hiyo ndio kifo chako halisi. Ndio niliwapa story hapa juzi nikamwambia kwamba mtu mmoja alisema mimi nilikufa. Hata ukinipiga risasi mimi I died bwana. Mimi sina hiyo, ni mambo madogo madogo. Ile kifo halisi nilikufa bwana. Si kama sasa hivi watu wanaogopa corona kuliko kitu kingine. Corona imeleta shida. Dunia mzima imeacha news zingine zote za maana ni kuangazia corona. Coronavirus. Sisi tulioko ndani ya Kristo, corona haiwezi kutuua. Hata ikija saa hii hapa haiwezi kutuua. We have the immune. Tuko na hiyo dawa kutoka na ndani. Na hii inagharimu kuamini. Halo? Amen. Inagharimu kufanya nini? Kuamini. We are the carrier of the corona. Inaitwa immune. Sisi ndio tunabeba dawa ya corona. Dawa ya corona tuko nayo. Dawa ya corona na diseases zingine zote tuko nayo. Dawa ya corona ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na dawa. So watu wasikwambia tuna dawa, tunayo. Lakini inagharimu kufanya nini? Kuamini. Ukienda kwa chemist ndio upewe dawa, unapeana pesa. Ukikuja hapa ni tofauti. Here we don't work with currency. We work with faith. Hello? Amen. So coronavirus dawa uko nayo. Sema nina dawa. Hata tumeenda zaidi. Hata ya malaria uko nayo hapo hapo. Corona ya ugonjwa wa sukari uko nayo hapo hapo. Corona ya ugonjwa dawa ya ugonjwa mwingine wowote duniani uko nayo hapo. Si eti watu wakikuja wanakushtua na tu vitu vidogo. Wewe ulisikia Yesu kama alishtuka? Anasema rafiki yangu Lazaro amelala, amepumzika tu. Amelala. Alipofika kule ninapenda sana, akapatana na Martha. Kwambia, ungekuwa hapa, ndugu yangu angefanya nini? Napenda vile Yesu alimjibu. Kamwambia tulia. Atafufuka. Anajua. Unajua ni vizuri kuwa mjuaji. Mimi ninajua ya kwamba siku za mwisho atafufuka. Siongei kuhusu siku za mwisho. Mimi ndio huo ufufuo. Haleluya. Kama Yesu ndio ufufuo na Yesu anaishi ndani yako, atashindwa na corona vipi kama yeye ni ufufuo? Mahesabu ni rahisi. Yesu. Unajua fear, kuogopa ndio kunafanyanga watu wafe. Labda Jumapili ijayo nakuja kuangalia fear. Yesu alipokufa msalabani alimaliza kuogopa pale msalabani. Ndio nimetangulia kuambia hakuna kitu Yesu alibakisha wewe ufanye. Kazi yako ni kupokea na kuenenda na vile anasema. Ni nini kinakufanya ukienda hospitalini, daktari ukimwambia historia zako unamwamini sana na ile kitu anakupatia dawa? Unajuaje kama amegesi? Halo? Amen. Lakini vile anakupa dawa unamwamini. Sema ndio hizi nitumie mara ngapi, hizi nitumie mara 2 kwa siku, hizi mara ngapi kwa siku? Alafu unatilia maanani masaa ya dawa. Hii ni masaa ya nini? Dawa. Uketilia Yesu maanani hivyo, au ungehitaji kula dawa yoyote? Haleluya. Kwa sababu Yesu alipokufa msalabani alifanyika laana ndio ufanyike baraka. Alikupatia uponyaji kwa damu yake tumepona.
Hauhitaji sarakasi, upigwe makofi, ugaragare chini, uwekwe. Unajua ndani ya dini siku hizi program zilibadilika, mtumishi, zilibadilika. Siku hizi ushers walibadilika China. Unajua ushers? Wale wa kuwasha watu ini wakati wanapoingia kanisani. Siku hizi kuna ushers wadogo, alafu kuna catchers wengi. Nitarudia. Siku hivi kuna ushers na kuna catchers. Kazi ya usher ni kukaribisha wale kwenda kuwa cashier. Nikimaliza ibada, kazi ya catcher ni kusimama nyuma yako ili ukianguka akukachi. Halo? Amen. Anasimama nyuma ya? Ni wakati wa ukombozi. Unaona watu wameamka na wengine wanakuja wanasimama nyuma ya wale wengine. Hao wanaitwa wakachas. Ili ukisukumwa tu hivi ukianguka, kazi yake ni kukushikilia. Kachas. Hiyo ndio kazi yake. Halo? Amen. Ukiamini kile na kufundisha hapa kuhusu msalaba leo, hauhitaji sarakasi. Hauhitaji kuvingilika. Hauhitaji kupewa leso ya kujifunga. Unahitaji tu kusikia, na kusikia huko ndiko kukombolewa. Kula kusikiza Injili na kuikubali na kuamini, huko ndiko kukombolewa. Kukombolewa si kuvingilika wakati watu wanasema toka, pokea. Hiyo sio kukombolewa, hiyo ni ujinga na sarakasi. Na ukitaka kujua ni ujinga na sarakasi, nenda uangalie wale waliokombolewa Jumapili ndio wanakombolewa leo. Kwani kila siku kuanzia Januari mpaka Disemba kazi yako ni kukombolewa? Halo? Amen. Kufa kwa Yesu msalabani ilikuwa ni ukombozi. Hebu tusome kitabu cha Acts 26 verse 18. Kuna aya nilikuwa ninasoma nikikuja kwa gari. Acts 26 verse 18. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Umeelewa? Rudia kwa utaratibu. Uwafumbue macho yao. Uwafumbue macho yao. Na kuwageuza waiache giza. Na kuwageuza waiache giza. Na kuielekea nuru. Na kuelekea kwa nuru. Waziache na nguvu za shetani. Waache nguvu za shetani. Na kumwelekea Mungu. Na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha. Ndio, kisha wapate nini? Msamaha wa dhambi zao. Na urithi miongoni mwao. Waliotakaswa kwa imani. Haleluya. Amen. So unapomwona Kristo katika maisha yako, huko ndiko kukombolewa na kugeuzwa kutoka kwa nguvu za pepo na kupatiwa nuru ya Kristo. Amen. Hauhitaji sarakasi. Ndugu, dada, hauhitaji nini? Mafundisho inatoa ujinga. Mafundisho inatoa unyanyapaa. Mafundisho inatoa upumbavu. Nimekwambia hapa ya kwamba si eti kwa sababu mtu amevaa nguo na kora inaonyesha anajua Biblia. Wengine ni waganga. Halo? Amen. Na nikakwambia Jumapili ya kwamba wakati Yesu alipokufa msalabani alitupatia kukombolewa na akatupaka upako wa Roho. Nimewaambia kuna tofauti ya ushers na catchers. Alafu kuna tofauti ya bishop na bishop. Kuna tofauti ya bishop na bishop.
Na munisikiza vizuri. Kazi ya bishop ni overseer wa kuangalia vile kanisa linaendelea na utaratibu wake. Kazi ya bishop, ukitaka ordination anakuuzia. Ukitaka kukombolewa anakuuzia mafuta. Ukitaka nini anakuuzia maji, kwa sababu yeye ni shop ambayo ni big. Hello? Yeye ni duka ambayo ni nini? Ukienda kwake akosaki kitu. Ninasikia pastor, jana nilikuwa ninaota. Naenda kwa bishop. Nilikuwa ninaota nikiwa nafukuzwa. Nilikuwa ninaomba kuelewa hii ndoto inamaanishaje. Oh, mwanangu. Sijai ushafika. Okay. Ulikuwa unaota, okay? Hiyo inamaanisha chochote ushikapo kitakimbizwa. Chochote unachoshika kinafanya nini? Kuna mtu ako nyuma yako anafanya nini? Anakukimbiza. Sasa unahitaji maombi. Na unahitaji kutoa dhabihu. So big shop hakuna kitu anakosaga, na ni lazima akuuzie kitu inaandamana na hitaji yako. Hello? It is a shop ambayo ni bigi. Ukienda na shida nyingine anakuelekeza, anakupeleka kwa lazima utoe sadaka ya nini. Lakini nashukuru Yesu ya kwamba alipojua udhaifu wetu, alipojua hatuwezi, alitoa mwana bila kutuuliza lolote, na anatuambia tunahitaji tu kuamini. Hatuhitaji kutoa material. Hello? Amen. Maandiko imesemaje? Rudia kitabu cha Acts 26:18. Wafumbue macho yao. Kila kitu wanahitaji si kuombewa wapate gari, ni waombewe wafunguke nini? Macho. Na kuwageuza waiache giza. Ndio waiache giza na madhabahu ya giza. Na kuielekea nuru. Na kuelekea kwa madhabahu ya nuru ambaye ni Kristo. Waziache na nguvu za shetani. Adaraini China waziache. Ulipookoka ukamjua Kristo, uliacha na huduma za giza. Na sasa umeingizwa katika huduma ya nuru. Sema amen. Amen. Hauhitaji sarakasi. Hauhitaji mtu akuja kuwekelea mafuta na kukanyange na miguu. Juzi nilikuwa nasoma Biblia nikashangaa sana. Eti Maria Magdalena. Nilikuwa nafanya research nikaona jina Magdalena ni mahali alikuwa anafanya ukahaba. That area ilikuwa inaitwa Magdalene. Imagine yule dada alikuwa amefanya ukahaba katika hiyo town mpaka kila mtu alikuwa anamjua. Mpaka akapatiwa jina. Kile kitu kilinishangaza ni eti huyu dada alikuja kwa Yesu na kuoza ukahaba. Kama kahaba. Alikuja kwa Yesu. Unajua vile makahaba wanavaa? Unajua vile makahaba huvaa? Mary Magdalena alikuwa kahaba, akakuja kwa Yesu na ukahaba wake. Alipofika kwa mlango hakuambiwa hapana, nenda ukabadilishe nguo. Hapa tukubali. Unamwona hii za masa huwezi kuingia namna hii. Hapana. Nenda ubadilishe. Iko wapi leso? Apewe leso hapa. Kwa sababu maandiko yanasema njoo vile ulivyo. Akaingia. Nilikuwa nachukua picha nikiwa peke yangu. Nikaona Yesu na ninamuona dada akiwa amevaa nguo za kikahaba. Na nikamuona Yesu alikuwa mwanaume. Yesu alikuwa mwanaume 100%. Hakuwa amejifanya kuwa mwanaume. Kwa Yesu asifiwe. Si hii watu wanasema ya kwamba pastors mnavaa nguo mrefu ili pastors wasiingie kwa majaribu. Yesu aliketi chini akabusiwa miguu na kahaba. Kwa Yesu asifiwe. Yesu ameketi, alafu dada anambusu miguu.
Napenda Kiswahili nasema alikuwa anambusu miguu na kumpaka mafuta na kumuosha na kupanguza na nywele zake. Nani Simoni akiwa pale akaangalia. Kasema hata kama ni hii, hata kama huu ni master bana, ameenda sana. Ameenda sana. Wale wasifiwe. Ameenda sana. Hajaongea, anafikiria. Sasa anafikiria sasa atamwambiaje? Ameenda sana. Yaani anambusu namna hii. Hiyo si sawa. Dini inakwambia si nini? Yesu akaangalia, akasoma mawazo ya Simoni. Akamwambia Simoni, akasema yes. Kutoka wakati nilipoingia kwa nyumba hii, haukunipa maji hata ya kuoga miguu. Akasema kwani nimejua nilikuwa nafikiria nini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu dada aliona umuhimu wangu, akaosha miguu na mafuta na akapanguza na nywele zake. Akamuuliza swali. Kuna watu wawili. Mmoja alikuwa na deni dogo, mwingine alikuwa na kumbe. Akamuuliza Simoni, ni nani aliyesherehekea kusamehewa kwake? Bwana Yesu asifiwe. Yesu hazuii watu. Anakubali watu jinsi walivyo. Lakini unapokuja kwake Yesu, hakuachi jinsi ulivyo, anakubadilisha kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unapokutana na Yesu, hakuachilii ukae kama vile ulivyokuwa, lakini anakubadilisha ili ukae kama vile yeye alivyo. Lakini unapoambia dini, naambia watu usikuje kanisani na miniskirt hapa, wewe peleka huko. Huyo mtu atajua Yesu nini? Dini imesimamisha watu wengi sana kumjua Kristo. Maandiko inasema shida yao ni moja, wageuzwe nia. Bwana Yesu asifiwe. Wafunguliwe macho, watoke katika giza waone nuru ya Kristo. Ukiwa ndani ya Kristo, hata nikihubiri hapa, hata mwanadada akikuja hapa Samuel haiwezi kupotea. Hata akikuja na miska atakaa hapa. Kama vile wanavaa kahaba, kuja kaa hapa. Kama wewe ni mchungaji wa kweli, uliyeitwa na Kristo, hawezi kupoteza. Kwa sababu ulipompokea Kristo, mwili wa kutamani ulikufa. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio ilifanya Yesu hangetamani yule mwanamke. Mwili ulikuwa uko 0%. Yesu alikuwa anatembea hapa duniani 100% spiritual. Si eti kwa sababu hakuwa na mwili. Tamaa za mwili kwa Yesu ilikuwa ni 0. Na hivyo ndivyo tunapaswa tukue katika Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Tamaa za mwili ziende 0 ili tuweze kuwini watu wengi katika ndani ya Kristo. Sasa wewe uliye ndani ya Kristo, ukizuiwa na miniskirt na ukienda South Sudan mahali hawavai nguo, si utaacha kuhubiri kabisa? Bwana Yesu asifiwe. South Sudan kule ndani kuna mahali ambapo rafiki yangu walienda, wadada wazee hawavai kitu, wanaenda Adam style. Sasa wewe ukienda huko kama unazuiliwa na miniskirt, sasa ukienda huko itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima usijizoeshe kusikiza roho, mwili wako uende mpaka 0%. Haleluya. Anasema ya kwamba macho ifunguliwe, tumuone Kristo, tuhamishwe katika ulimwengu huo wa giza, tuwekwe tayari kuingia katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma kitabu cha Petro wa kwanza. Petro wa kwanza. Sasa kuangalia ni ama ni 10. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu niangalie 4 mstari wa 9. So, 1 Peter 4 verse 9.
Mkaribishane ninyi kwa ninyi. Pasipo kunung'unika. Kila mmoja kwa kadiri alivyoipokea karama. Umesikia? Tufanye nini? Tukaribishane sisi kwa sisi. Hello. Amen. Nisomee mstari wa 3. Hiyo 4. Maana wakati wa maisha yetu uliopita watosha kwa kutenda mapenzi ya mataifa. Okay. Kuenenda katika ufisadi na tamaa na ulevi na karamu za ulafi vileo na ibada ya sanamu isiyo halali, mambo ambayo wao huona kuwa ni ajabu ya ninyi kutokwenda mbio. Okay. Pamoja nao. Ni kweli. Katika ufisadi ule usio na kiasi. Wakiwatukana. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu. Okay. Walio hai na waliokufa. Okay. Maana kwa ajili hiyo hata waliokufa walihubiriwa Injili ili kwamba wahukumiwe katika mwili kama wahukumiwavyo wanadamu. But live according to God in the spirit. Bali wawe hai katika roho. Yes. Kama Mungu alivyo hai. Umeona? Kuhukumiwa kwako ni wakati unatembea bila Kristo, unatembea na mwili. Lakini sasa kwa sababu mwili wa Kristo umeteswa kwa ajili ya mwili wako, basi mwili wako, tamaa, ulafi, ulevi na vitu kama zile zote zilisulubishwa pamoja na mwili wa kwanza ambao ulikuwa na tamaa hizo. Hello? So mwili wa Kristo ulisimamia sadaka ya mwili huo wa kifo. Lakini sasa ulipompokea Kristo unatembea na maisha ya roho. Haleluya, watoto wa Mungu. Amen. So ninapokufundisha hapa, ninakufundisha ili kama kuna kamwili kanatembea, unasikia kila wakati kanakusumbua, uanze tena Elio, iendelee kuvuta roho, nako kamwili kaendelee kufanya nini? Kudidimia. Wakati unaponyonya roho, unanyonya Injili, kamwili kanafanya nini? Kanadidimia. Mara ya mwisho utapata uko kama ni mwanaume ama mwanamke, hakuna vitu vya hapa vinaweza kukushtua. Halo? Ndio, unajua kwa sababu vijana siku hizi, unajua mtu hawezi kukaa hivyo mpaka utokae kukaa hivyo mpaka uolewe. Unaweza. Haleluya. Hawezi kukaa hivyo mpaka uoe. Unaweza. Kwa sababu mwili umekufa pamoja na nani? Nimetangulia kusema ya kwamba kwa Biblia mzima hakuna girlfriend na boyfriend. If you want to get married, tafuta mke uoe. Kama hayuko tayari kuwa na mke, wachana na mahusiano. Si hapo. It is simple as that. Na wakati umepata mtu ambaye unataka muoane, hiyo haipaswi kwenda zaidi ya miezi 6 kwa sababu mtakuwa mko tayari kuoana. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza hivyo kwa sababu ninajua kuna watu wako hapa wanakuwa. Haleluya. Amen. Yote ni kwa manufaa yako, si manufaa ya Mungu. Wakati Musa alipoandika usiue, hakuwa anaandika usiue kwa ajili ya Mungu, ni ili wewe ukiua usije nawe ukauawa. Ni kwa manufaa yako. Halo. Mungu hana shida. Kuna topic nilifanya juzi kwa Facebook yangu na kwa YouTube page kuhusu mahusiano. Alikasema ya kwamba mambo ya mahusiano ya hapa kifamilia, kinini, yote ni mambo ya mwili. Lakini mwili ule wakati unapompokea Kristo, mwili hudidimia na unaachana na kuangalia vitu ambavyo havikusaidii. Bwana Yesu asifiwe. Unaangalia Kristo ndiye anakuwa picha. Kama wale wangeangalia nyoka, watoe macho kwa nyoka, waangalie mahali wameumwa, walikuwa wanaendelea kuumwa na nyoka. Siku moja wakati Yesu alipomuita Petro akamwambia njoo, akiwa katika ile ilikuwa inaitwa nini?
bot. Ni wewe bwana? Ni mimi. Uko na uhakika? Ni mimi, njoo. Peter alifanya nini? Hakupiga mahesabu. Sasa niende hapa. Maji, hapa kuna maji. Hapana, hakupiga hiyo hesabu. Nije, si ni bwana ameshazungumza tuende kazi. Na akaenda. Hakuna kumbe ninatembea. Kuangalia. Inakuaje juu ya maji labda hivi? Na ile ni wewe inakuja wapi? Inakuaje? Akaanza kufanya nini? Kwa sababu alitoa macho kwa Yesu. Wakati ambapo umezaliwa na Roho, macho yako ni ikae kwa Yesu. And we see Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen. Hatuhitaji sana kazi, tunahitaji tu kumuona Yesu. Unapoamuka unamuona Yesu. Unapofanya kitu chochote unamuona. Si yetu ukiona kitu unaanza kuona vitu vya giza. Naenda pale kwa biashara yako, unapata meno ya chura hapa. Meno ya? Hii meno ya chura, chura haijawahi kuwa na meno. Hii ni uganga hii. Halo? Ninakamata pepo zote za kichura. Ziingia wapi? Ukifika ukiona meno ya chura, chukua na mkono tupa, fungua duka, endelea. Haleluya. Kwa sababu wewe unamuona nani? Kristo. Ukitoa macho yako kwa Kristo uone vitu vingine, kisha wewe. Ni inakuwa hivyo. As simple as that. Haleluya. Tusome mstari wa 5. Tumesoma wa 5, si ndio? Tusome mstari kitabu cha Petero wa kwanza 14, tumesoma 9. 9 tumesoma Tusome mstari wa 25. The same verse. First Peter 4, sorry. Nimeona 4 verse 17, sorry, to 18. Kwa maana wakati umefika wa kuhukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Wa hukumu kuanza katika nyumba ya Mungu. Na ikianza kwetu sisi, mwisho wao wasiotii injili ya Mungu utakuwaje? Kama hukumu inaanza ndani ya watu wa Mungu, hukumu katika context hiyo si eti ni hukumu ya kwamba kuna mtu anakaa chini na kitabu. Unajua dini ni mbaya. Ilituambia kwamba uko mbinguni kutakuwa na sinema, utakuwa unaitwa Joseph Kamaro, wanakuja. Fungua picha huyo mtu kutoka wakati alipozaliwa. Hivi ndivyo ulikuwa unaishi. Hivyo ndivyo dini ilisema. Sasa angalia. Wewe unaona hiyo picha yako kama unapaswa kwenda mbinguni? Master, hapana, naona siwezi. Hakuna kitu kama hiyo katika ufalme wa mbinguni ambao tuko ndani sasa. Hukumu ni wakati ambapo wewe haujamwamini Kristo. Yesu mwenyewe kasema, kitabu cha Yohana mstari wa 3 mstari wa 18, ya kwamba yule anayeamini mwana hahukumiwi, lakini yule ambaye asiyemwamini amehukumiwa tayari. So kama uko ndani ya nyumba ya Kristo na humwamini Mungu, ushahukumiwa tayari. Ndio maana yake anasema inaanza kwa ndani ya nyumba ya Mungu. Endelea. Na mwenye haki akiokoka kwa shida, yule asiyemcha Mungu, na mwenye dhambi ataonekana wapi? Kama wewe mwenye haki utaambiwa lazima uokoke kwa njia ya shida na matendo na nini. Kama hizo ndizo vitu zitakusaidia wewe kupokea ufalme wa Mungu. Na yule ambaye basi hajafika hapo itakuwaje? Basi wao wateswao kwa mapenzi ya Mungu, na wamwekee amana roho zao katika kutenda mema, kama kwa Muumba mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls. The one who keeps the soul is the one who gave it to you. Remember, there is a difference between a soul, nafsi, and the spirit, roho. Kumbuka, kuna utofauti kati ya roho na nafsi.
So hapa anazungumzia nini? Nafsi. Nafsi yako haiokoki wakati ulipopokea Kristo. Nafsi yako inaokoka wakati wewe mwenyewe unailisha chakula ya roho. Tarudia. So wakati Yesu alipokufa msalabani, wewe ulifanyika haki ya Mungu. Tunakuja hapo katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Tuko kwa Wakorintho wa kwanza 2:5 mstari wa 20. Hapo ndio tuko. So wakati ulipookoka ulifanyika dhambi pamoja na Kristo. Yesu akawa mwenye dhambi kwa ajili yako. Mungu alikuwa ndani ya Kristo ili akomboe mwanadamu kutoka kwenye dhambi. Sikiza, Yesu hakukomboa nafsi, alikomboa roho. Mwanadamu ni roho, ana nafsi na anaishi ndani ya mwili. Tarudia. Mwanadamu ni roho, ana nafsi na anaishi ndani. Sikiza, kile kitu kinafanya mtu achukue kitu cha mtu kama wizi ni nini? Huanza roho yake. Kama roho yake haijakuwa regenerated, matunda inayotoka pale ni ya uasi. Halo? Unakumbuka Petro ametuambia kwamba hizo vitu ziliondoka kwetu tulipookoka, okay? So kile kitu ambacho huyu mtu anasafa ni kwa sababu nafsi yake, roho yake haijabadilika kutoka kwa roho wa Kristo, hajamkubali Kristo. Hivyo basi anaendelea kutumikia mwili. Anaendelea kutumikia nini? Mwili. Kwa sababu mwili wake hajakubali kuusulubisha pamoja na nani? Na Kristo. Sikiza, wakati wowote na nyakati zozote, wakati unapokubali wewe ni nani katika roho, sio ngumu kubadilisha nafsi na sio ngumu kubadilisha mwili. Mwili ni mtumwa wa roho. Mwili ni mtumwa wa nafsi. Nafsi ni mtumwa wa roho. Inaendanga hivi. Ukiacha simu hapa, kama roho yako haijakuwa regenerated, roho inakwambia naweza chukua ile simu. Inafeed nafsi. Nafsi yako inakwambia na kweli unaanza kuulizwa, kweli yule jamani kichukua hii simu hatafanya nini? Hata jua si ameenda na hata ajue yenda wapi, sio? Wacha tuchukue hii simu niende na mwili wako unatumikia nini? Nafsi. Mwili unasema basi kachukue. Kazi ya mwili ni kufanya nini? Kuchukua. So ili uache kuchukua, mabadiliko hayaanzi kwa kuchukua. Mabadiliko inaanza kwa ndani. Mwili wako na ndani ukipokoka, ukifanyika mwana wa Mungu, hauwezi kuwa na wazo la kuchukua simu ya mtu. Hivyo basi kama utachukua ili umwekee. Nasema kuna mtu aliacha simu hapa, tuchukue tumwekee, akija tutafanya nini? Tutamtafuta. Kwa sababu mwili huo, roho yako ilibadilishwa, haiwezi kutumikia mwili tena. Halo? Unaelewa? Na hivyo ndivyo ilivyofanyika wakati Yesu alipokufa msalabani. Alifanya mwili wako wa dhambi ufe, usitumikie dhambi tena, na ukafanyika mtumwa ama a servant of the righteousness of God. Now sikiza, this is amazing. Unapochukua simu ya mtu, mwili wako utateswa kwa ajili ya maamuzi ya nafsi. So nafsi haitaumia, mwili ndio unafanya nini? Halo? Na nafsi na mwili haukataangi. Ndio maana yake wakati ule ulipoamka asubuhi, nafsi mwili walisema leo acha nikasikize injili. Ni nini inaendelea? Acha nikaoge. Mwili ikaenda kufanya nini? Kuoga. Nitavaa nguo gani?
Acha niende nikachukue. Kazi ya mwili ni kuwa servant of the soul. Halo? Ukaenda ukachukua hii haipendezi, acha leo nijaribu kumatch hii. Halo? Mwili unafanya nini? Unachukua. Wacha sasa nivae, ukavaa, ukaona kweli. Hiyo yote inatokana na nini? Na soul. Ndio maana yake hapa Paulo anazungumzia kuhusu nafsi. Anasema wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to him in well doing. God will not commit your soul to him. You are the one to commit your soul to him. Praise the living God. Yeah. Ni wewe uamue leo, kuanzia leo ninaachana na ibada za giza na nimeingia katika nuru. Naye Yesu yuko tayari kufanya nini? Kukupokea. Maandiko inasema ya kwamba msamaha wa dhambi, ile aya tuliyosoma ya kwanza, unapatikana ndani ya nani? Ya Kristo. Halo? Amen. Hebu sikiza. Wakati roho itabadilika, wakati utasikiza roho 100%, utajua mambo mengi ya kiroho. Nakwambia wewe. Jana nimekuambia nimetoka wapi saa ngapi? Walikuwa wananiambia nilale. Pastor hawezi pata gari. Nikamwambia nini ndio mnajua. Mimi najua leo nalala nyumbani. Nenda mpaka Mombasa saa 5. Nikamwambia kwanza saa hii masaa iko poa sana. Tafika kwa nyumba. Ndio. Kanilale. Sioni. Nikamwambia tuendeleni. Wakaitana kando hapo, sijui walikuwa wanaelezana nini. Nikasema roho, wewe gari, njoo. Sawa kwa nyumbani. Sasa hivi nishamaliza. Ile kitu ilikuwa inaleta hapa. Njoo kwa. Anaweza usifiwe. Njoo kwa. So, ilipofika hayo masaa, wao wakarudi. Waliporudi, hawa wazee waliporudi, nikamwambia hata hivi naona we wind up, I want to go. Unaenda wapi na hakuna gari? Nikamwambia nyinyi ndio mnajua, wewe umesahau mimi. Wewe unanipatia vile vitu, mimi ndio ninasema, si nyinyi mnaniambia. Mimi ninasema ya kwamba ninaenda nyumbani. That was yesterday. In 3-5 minutes, gari nikaiona imekuja kwa bio. Tukaanza pale. Kakuja inapita. Nikasema, simama. Nikasimama. Kaambia bye. Hata walishangaa, bye. Yote tuonane kesho kutwa ama siku nyingine. Nikachomoka. Hiyo ni jana. Nilipoingia kwa gari, jamaa kaniambia tunaenda Mombasa direct. Nikamwambia naenda huko. Anaweza asifiwe? Wakati unapozidi kukua, uachane na mambo ya mwili. Unakuwa na confidence na kile kimeandikwa kwa Biblia kukuhusu. Na unapozungumza hauzungumuzi ukibagaiza. Unajua kule wewe unataka sasa hii nikisema itakuwaje na ikikosa kuwepo hivi. Hello? So the double divided inaisha katika maisha yako, na ukiongea kitu unamaanisha hivyo. Hello? Tusome haya ya mwisho. Kitabu bado tuko hapo kwa msalaba, hatujatoka hapo. Tumalizie Wakorintho wa 2:5-21 alafu ndio sasa tusome aya ya mwisho kabisa. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Wakati Yesu alipokuwa msalabani kwa giza, Yesu alifanyika kuwa dhambi. Yesu hakuwa mwenye dhambi, hapana. Wala Yesu hakulipa dhambi, hapana. Yeye mwenyewe ndiye alikuwa malipo ya dhambi.
Yeye alifanyika kuwa dhambi yenyewe. Sikiza, wakati Yesu alipokufa ni dhambi ilikufa. Wakati Yesu alipokufa ni nini ilikufa? Kwa sababu maandiko yanasema alifanyika nini? Dhambi haswa. So kama Yesu alifanyika dhambi haswa, alafu wewe ulifanyika nini? Haki ya Mungu. Kwa hiyo opposite ya dhambi ni haki. Yesu alifanyika dhambi, ukafanyika utakatifu. Kwa hivyo tukiuliza utakatifu wa Mungu uko wapi? Ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisikia mtu anasema ninataka kuishi maisha ya utakatifu, kuacha kuvaa miniskirt mrefu, hiyo ni utakatifu. Kuacha kuvaa trouser, hiyo ni utakatifu. Kuacha kuvaa earrings, hiyo ni utakatifu. Huyo ni ujinga, hajaelewa. Utakatifu sio mavazi. Utakatifu sio earrings. Utakatifu sio vitambaa. Utakatifu sio kuvaa nguo mrefu. Utakatifu ni mtu, jina lake ni nani? Kristo. Haleluya. Amen. Sema mimi ni utakatifu wa Mungu. Yaani hivyo ndivyo unapokea utakatifu. Sema mimi ni utakatifu wa Mungu. Wewe ni utakatifu wa Mungu. Sikiza. Kitabu cha Warumi 6. Acha turuke hizo zote. Mstari wa 11. Warumi 6:18. Na mlipokwisha kuwekwa huru pale msalabani. Kumbuka tuko msalabani. Mbali na dhambi. Mliwekwa mbali na dhambi kwa sababu Yesu alifanyika kuwa dhambi. Mkawa watumwa wa haki. Sasa nyinyi mmekuwa watumwa wa utakatifu wa Mungu. Hello? Amen. Being then made free from sin, you became the servant of righteousness. Ulikuwa ama wewe ni mtumwa wa utakatifu wa Mungu. Amen. 19. Nasema kwa jinsi ya kibinadamu. Kwa sababu ya udhaifu wa mwili. Kwa kuwa kama mlivyovitoa viungo vyenu. Vitumiwe na uchafu na uasi mpate kuasi. Vivyo hivyo sasa vitoeni viungo vyenu. Nani anatoa? Sisi. Mungu agojei yeye akutoe. Halo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu hagojei yeye akuja kuambie jitoe. Ni wewe utoe viungo vyako kuwa mtumwa wa nini? Wa utakatifu. Therefore, wewe uko na mahali pa kucheza. You give yourself as a sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka tulijifundisha tukasema wewe ndio dhabihu. Hiyo ndio kujitoa sasa. Ndio maana tuko na watu wengi wako duniani hawajaokoka kwa sababu bado hawajakubali kujitoa. Halo? Ndio maana tukienda kwa crusade tunapiga kampeni ya Yesu na utakatifu wake ili wajitoe waje. Ndio wafanyike kuwa utakatifu wa nani? Kwa sababu mlipokuwa mmepatiana viungo vyenu kwa dhambi, haikuwafaidi kitu. Ulipiga sigara, ukakunywa pombe, ukafanya nini, ukakula megoka, ukapiga ukahaba, lakini haikufaidi lolote. Lakini saa hii kama ulipatiana mwili wako 100% katika umwili na udunia, hivyo hivyo utoe mwili wako utumikie utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na kutumikia utakatifu ni wewe kukubali ulikufa pamoja na Kristo msalabani ukapokea haki yake. Ushawahi ona mtu ambaye amejitoa? Ushawahi ona mtu amejitoa? Kwa mfano, mtu ambaye amefungwa
kwa niaba ya mwingine. Wewe ulikuwa ufungwe, lakini mtu akasema nitafungwa mahali pako. Yeye amejitolea kubeba ghadhabu yako ya kesi, si ndio? Akifika kule atasema, mimi ninateseka hivi na sio mimi nilifanya nini, niliiba. Sio mimi nilifanya hii, hapana. Mnapaswa mniangalie kwa sababu mimi sikufanya hivyo. Yule aliyefanya hivyo ako nje. Naambiwa ndugu, kichapo cha yule ndio chako. Anaweza asifiwe? Kwa sababu wewe ndio ulijitolea kubeba nini? Halo? So ukijitolea ina maana ya kwamba wewe you are not of yourself. You are 100% someone property. Wewe ni mtu ni mtu umejipeana kwa mtu fulani 100%. Kwa hivyo haufanyangi vitu kulingana vile wewe unafikiria. Halo? Haufanyangi vitu ati ninafanya hivi, acha nifanye hivi, acha nifanye hivi. Lazima umuulize your boss, the Holy Spirit. Now today unataka kufanya nini? Haleluya. Amen. Unataka tufanye nini? Kwa sababu mimi niliacha kuishi. Wewe ndio unaishi. Tufanye nini leo? Hata gari usiingie tu gari ovyo ovyo. Halo? Amen. Usifanye tu vitu ovyo ovyo. Consult your boss. Who is your boss? The Holy Spirit. Mwambie, unajua mimi niliacha kuwa wangu. Sasa leo kuna shughuli nataka kwenda kufanya kwa sababu ya mambo mawili matatu. Tupitie njia gani? Sikiza, atakwambia. Unajua, watu ushangaa. Kwa nini wachungaji wanasemanga nilisikia roho akiniambia? Kwani huyo roho anakuwa wa pastors peke yake? Sisi hatujawahi kusikia. Ushawahi sikia mtu anasema hivyo? Mimi nasikia wachungaji wakisema, roho nilipokuwa ninatembea roho wa Mungu ameniambia hivi. Ushawahi sikia mtu akitumia hiyo term? Kuna mtu wa ukweli anasema ukweli na kuna mtu huigiza. Sawa? Roho huzungumza. Maandiko yanasema roho wa Mungu ni mtu. He is the Holy Spirit. He is a man. Kwa sababu ni Kristo. Sawa sawa? So ukimconsult atakujibu. Atakujibu. Sasa kusema story nyingi zangu. Nataka wewe uanze kufanya kitu kinaitwa start walking na kile unachokiamini. And you will start hearing. Nasikia kisema. Nasema okay. Kama juzi, wacha niseme tu hii. Juzi this week ikikuja kwanza. Nimefikiria kuhusu ndugu yangu, my cousin. Na nikawa natamani kumpigia simu, nikaignore. Ushawahi sikia kuna kitu nakwambia mpigie mtu fulani simu, lakini unafanya nini? Unaignore. And I ignored. Then thereafter, like 2 days ago, nikasikia tena. Nikasema huyu jamaa sasa tampigia simu vipi na sometimes huwa hayuko straight, yeah? Sasa sikupiga simu. Hiyo nilikataana nayo. Leo asubuhi, nimepigiwa na mama. Namwambia unajuaje? Yule kazini yako anaitwa hivi, amepatikana kwa nyumba akiwa amekufa. Sema hivi. Nikasema, na nimesikia kupigia huyo mtu simu kuanzia hii wiki ikianza. Saa hii ninaambiwa amekufa. Asubuhi amepatikana kwa nyumba amekufa. Na amekufa na kumefungwa na roho nje. Sasa hawajui ni nani aliyemuua akafunga na nini? So, what am I saying? Kuna roho alikuwa ananizungumzia. Labda that time kuna kitu ilikuwa inafanyika katika yeye na marafiki zake ningemsaidia. Lakini kumbe nikafanya nini? Nikaigino. Bwana Yesu asifiwe? Nikaigino. So, nataka kusema every time you hear the Holy Spirit nakwambia ufanye kitu fanya. Don't ignore. Unajua watu wengine wanafikiria ati mimi ni ati kuna kakitu kana mtu anasikia, si kakitu. Unaona huyo unayesema kakitu huyo ndiye Yesu, ndiye roho anakuzungumzia. Ati kuna ka feeling, sijui wanaitaga nini. Ati kuna ka feeling
kuna kifili changu nilikuwa ninasikia tu nifanye. It is not yours, it is the Holy Spirit. Alikuwa anataka kupatia guidance, ukafanya nini? Ukazuia. You see? So now, when you are born of God, you walk via spirit. You don't walk via the law. You walk via the Holy Spirit. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mstari wa 20. 21. Ni faida gani basi? Ni faida gani basi? Mliopata siku zile kwa mambo hayo mnayo yatahayarikia sasa. Kwa maana mwisho wa mambo hayo ni mauti. Mwisho wa mambo ya mwilini ni nini? So kama unakaa unasikiza mwili, unasikia kama mwili kanakwambia hivi, maandiko yanasema mwisho wake ni nini? Mauti. Alafu lakini sasa mkiisha kuwekwa huru, lakini sasa wakati Yesu alipokufa msalabani, giza likaingia, akakufa. Mambo yale yaliyoyafanya ndiyo haya 22 na 23. Hiyo ndiyo mambo halisi iliyofanyika msalabani. Lakini sasa umefanyika kuwa huru kutoka kwa dhambi. Haleluya. Amen. Wewe unaitwa Bwana Uhuru. Sio Kenyatta, lakini uhuru ndani ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe unaitwa mwana wa uhuru. Ndio maana Yesu akasema mtakaponijua mimi mtawekwa huru. Hallelujah. Amen. Anasema but now being made free from. Kiswahili ni bali na dhambi. Wewe hauwezi kutembea ukiwa mwenye dhambi wakati umeokoka. Wewe unaitwa mtakatifu wa Mungu na kutembea kwako ni kwa kitakatifu. Haleluya. Amen. Maliza. Lakini sasa mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi na kufanywa watumwa wa Mungu, mnayo faida yenu ndiyo kutaka faida yenu ambayo umepata msalabani wakati mlipokufa na Yesu masaa 3 ya giza, na Yesu akasema Eloi Eloi lama sabakthani. Faida mliopata ni nini? Ndiyo kutakaswa, na mwisho wake ni uzima na nini? Wa milele. So wewe kujipatiana kuwa mtoto wa Mungu, ujitoe kama dhabihu iliyo hai, utakaso, kuna faida. Amen. Lakini ukitoa mwili wako kwa dhambi, kuna nini? Hakuna faida. Hello. Amen. For the wages of the hell, anasema become servants of God. You have your fruit unto holiness and the end everlasting life. Uko na uzima wa milele. Ndio maana yake tunamhubiri Yesu bila kuangalia kabila, bila kuangalia nani au ni nani. Kwa sababu tunataka wote wapokee utakaso kutoka kwa Yesu. Utakaso hauji kwa njia ya maombi. Utakaso hauji kwa njia ya kukula meza ya Bwana. Utakaso hauji kwa njia ya kuja kanisani mapema. Utakaso unakuja kwa njia ya kumwamini Kristo kama Mwokozi wa maisha yako. Amen. Kutovaa miniskirt mrefu na lida mrefu, hiyo si utakatifu. Kuna watu wanavaa kunguru na wengine wanavaa mpaka zinafika kule chini zinaenda zikifagia, na bado hawajaitwa watakatifu wa Mungu. Halo? Sababu utakatifu wa Mungu hauji kwa njia ya kuvaa manguo marefu, wala kujitanda na vitambaa, wala kujitanda na nini. Hiyo ni mambo ya mwilini. Nilikuwa naambia mtu nikamwambia ya kwamba mavazi si kwa ajili ya Mungu, mavazi ni kwa ajili ya watu. Kwa sababu hata ukiwa kwa bathroom unaweza kumwomba Mungu na akakusikia.
Wakati unapooga, Bwana Yesu anameremeta, ukiwa peke yako. Unasikia? Haleluya. Kwa nini wewe unavaa mavazi? Unapotoka nje tu ya mlango, unaogopa watu wasikuone. Halo. Si eti Mungu anaangalia mavazi yako vile ulivyovaa marefu ama vile ulivyovaa mafupi anakudisqualify kwa sababu ya hiyo. Hapana. Kila kitu kinafanya uvae mavazi ni kwa sababu culture ya Kiafrika haionyeshi uchi nje. Lakini ukienda kwa culture ambao wamezoea kukaa uchi, itabidi utoe nguo. Halo? Itabidi usiweke chini na uanze kukaa na wao. Sababu sasa ukivaa nguo wao hawana wewe, wanashangaa huyu nani? Watakuwa wote wanakuja wanaangalia hii ni nini sasa hii? Kwa nini nini? Sasa utawasumbua. Sasa itabidi ukae kama So kwa sababu culture yao wanakaa bila mavazi, kaa hivyo. Wewe kwa sababu unakaa na mavazi, wacha kufikiria kwa sababu wewe unavaa skati mrefu, yule anavaa fupi hajaokoka, ati wokovu inapimwa na mavazi. Wokovu haupimwi na mavazi, wokovu unapimwa na Yesu. Halo. Amen. Ndio maana yake unaona tukikuja kanisani kwa sababu culture yetu tunapokuja katika ushirika tunavaa nguo mrefu na nini ili tusikosee yule ambaye anaweza kuwa anakuwa kidogo. Unaelewa? Na kwa sababu sisi hivyo ndivyo tumekuzwa, inabidi tuvae hivyo ili tusikosee mtu tukamkwaza. Bwana Yesu asifiwe. Halo. Amen. Maliza haya. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mshahara. Wewe kumbe dhambi na mshahara. Kumbe dhambi na mshahara. Mungu akamwambia Adamu, wakati mtakapokula tunda, mtakufa hakika. Kitabu cha Mwanzo hiyo, sio? Mtakufa hakika. Hiyo ni deni. So hiyo deni ndio Paulo anazungumzia kwa Warumi. Anawaambia kwamba mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na ndio maana yake kwa maombi ya Yesu ili alikuwa anawafundisha wanafunzi wake kabla hawajafika katika kufufuka kwake, aliwaambia ombeni hivi: Bwana Bwana wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, fanyike. Alafu ukifika pale anasema tusamehe deni. Usiweka makosa. Soma Biblia yako. Haina makosa, ni deni. Utusamehe deni zetu kama tunavyowasamehea wadeni wetu. Dini ilipokuja ikageuza, utusamehe dhambi zetu kama tunavyowasamehe. Soma Biblia yako utaona hakuna dhambi yako. Haleluya. Kitabu cha Mathayo 6. Soma, utafuta hapo utaangalia, utaona kwamba haina jina la dhambi. Kwa sababu mshahara wa dhambi sio kuungama dhambi. Mshahara wa dhambi sio kutubu kila siku. Mshahara wa dhambi ni nani? Ni kufa kwa Yesu msalaba. So, ukiungama dhambi zako kila siku ni kumrudisha Yesu msalabani. Unamaanisha yeye damu yake haikuweza mara moja. Hiyo damu mpaka sasa hii inafanya kazi. Wewe ukikaa unaoshwa. Kitabu cha Waebrania 10 tulisoma na ninyi hapa, enda usome yote, lakini anzia mstari wa kwanza kuja hivi. Ukifika 10:11 inasema kwamba Yesu alitoa maisha yake akatusamehea dhambi mara moja. Mara ngapi? Kitabu cha Warumi 3 mstari wa 20 mpaka 25 inasema once, mara moja, damu ya Yesu inatutakasa. Ndio akatuambia faida yetu tulipomwamini Kristo ni kutakaswa na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi wako na uzima wa milele? Nyinyi hamtazamii uzima wa milele, tuko nao. Nyinyi hamtazamii kwenda mbinguni, mko mbinguni. Kwa sababu mbinguni ni kuwa ndani ya Kristo. Mbinguni ni kuwa ndani ya Mwana. Sisi tuko ndani ya Mwana. Tumeketi pamoja naye katika kitabu cha Isaya, katika cha Waefeso 2. Tumeketi pamoja naye katika kiti cha enzi. Mahali Kristo alipo ndipo tulipo.
Halo. Amen. Hiyo haihitaji ufikirie na kichwa, inahitaji uwe na roho wa Mungu akufunulie. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, Injili ni tamu. Injili ni tamu sana. Maliza hiyo aya. Bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu alifanyika mshahara wa dhambi, akalipa deni kwa masaa, na akahakikisha watu hawatasema wamevuka saa hiyo. Atakaa siku 3, akazikwa siku 3, ya 3 akafufuka, akamshinda shetani na kifo. Bwana Yesu asifiwe. Mshahara wa dhambi ni mauti, si kuungama dhambi. Mshahara wa dhambi sio kuja kila siku ya Jumapili, ni kifo cha Yesu. Mshahara wa dhambi ni nini? Ni mauti. Na ndio maana yake Yesu hakuwahi mshinda shetani kwa njia ya maombi. Yesu alimshinda shetani kwa njia ya kifo chake. Tumekaa tukisoma kitabu cha Ibrania 2 mstari wa 14 kila siku ya Jumapili, naitaja ya kwamba alitukomboa kutoka na akamwakadamiza shetani. He disarmed Satan through the cross. So shetani hana nguvu kukuliko. Halo? Alafu wewe umepatiwa uzima wa milele. Wewe umepewa nini? Uzima wa milele. Sema mimi ninao uzima wa milele. Mimi ninao uzima wa milele. Nimetakaswa na nikakubalika kuwa mwana wa Mungu. Haleluya, pigie Yesu makofi mazuri. Tunaweza kusimama. Mwimbaji yuko wapi? Unapaswa unakuwa hapa karibu jamani. Tusimame tupate hiyo ni moja. Alafu ndio tuweze kufika tamati ya leo.
ndani ya mioyo yetu. Asante kwa sababu umesema ya kwamba kuna faida katika kukuamini. Hebu tazama, umesema ya kwamba faida hiyo ni kutakaswa. Faida hiyo ni kuhesabiwa utakatifu wako. Faida hiyo pia ni kuingizwa katika umilele wako. Tunapokea Yesu kwa sababu umeweza yote. Umepokea roho zetu ukaziosha kwa masaa matatu, ukalipa deni ya dhambi ili tusiitwe wenye dhambi tena, na ukatufanya kuwa wana na watakatifu. Nasi tunatoa miili yetu kama sadaka iliyo na ili Kristo tukaweze kufaa na ukatuumbe na kututengeza kulingana na vile wewe unavyotaka. Asante Yesu kwa sababu neema yako inatuwezesha, inatosha kwetu. Tunapokea uzima wa milele ndani yako. Tunapokea kutakaswa, tunapokea kuitwa wana. Sisi ni warithi pamoja nawe. Tunarithi yote katika jina la Yesu. Yote inamaanisha yote. Asante Yesu kwa sababu umetupa wewe. Kifo chako msalabani ilikuwa ni kwa faida yetu. Ilikuwa ni ili sisi tuhamishwe kutoka kwa ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wako wa nuru. Asante Yesu kwa sababu umetenda hayo. Na katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amina kubwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Sema mimi nimetakaswa. Napokea zawadi za utakatifu wa Mungu. Napokea kuitwa mwana katika maisha yangu yote.